wetu au kwa kuwa sisi tunajua sana, isipokuwa ni huruma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna budi kusema alhamdulillah. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kuchukua fursa hii na muda huu kuweza kutekeleza aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sio kwamba nimekaa hapa ni msomi sana au najua mengi sana, isipokuwa ni kutekeleza aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ni wale bora na wale watu wenye kulingania mambo ya kheri na kukatazana maovu. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kuna mambo manne lazima mwanadamu ayafahamu. Jana nikasema ya kwanza alilmu. Ya kwanza lazima mwanadamu atafute ilmu. Athani wa amila bihadha alilm. Ni kuifanyia kazi hiyo elimu. Kisha soma ni wewe kuifanyia kazi hiyo elimu. Kuifanyia kazi vipi elimu? Ni kufundisha watu, ni kuelimisha watu. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale kwenye hadithi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Mbora ni yule ambaye kwamba aliyesoma Qur'ani kisha akaifundisha. Lakini swala hili la kufundisha wengi tumekuwa wavivu. Swala hili la kulingania watu wengi tumekuwa tumewachia mashehe watu maalum. Lakini swala la kulingania watu kukaa hapa na kuwanasihi watu ni swala la kila mtu. Kila mmoja ana jukumu la kukumbusha mwenzake. Kila mmoja ana jukumu la kumwambia mwenzake. Lakini wengi sisi hapa tumekuwa wafanya biashara kwa wingi, tumekuwa na shughuli za dunia. Athalith, ya tatu, ad-da'watu ilayhi, ni kulingania watu. Kulingania watu kutoka kwa ajili ya Allah. Kuna makundi yanatoka siku ya 40 tabligh, kuna watu wanatoka siku 30, kuna watu wanatoka mwaka. Hii yote kwa sababu gani? Malengo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, wallahi siku ya mwisho, siku ya kiyama itakuwa ni siku nzito sana. Na yale ambayo kwamba itakusaidia wewe ni kushikamana na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebu tuangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn Adam inqata amalu. Anapofariki mwanadamu mambo yote huondoka. Kama ulikuwa na gari utaiacha. Ulikuwa na pesa utaiacha. Ulikuwa na wholesale utaiacha. Ulikuwa na petrol station utaiacha. Ulikuwa na watoto utawacha. Lakini isipokuwa mambo matatu peke yake. Mambo matatu peke yake. Ya kwanza, sadaqatul jari. Kama wewe ulikuwa hai, ulikuwa katika uhai wako ulijenga msikiti na watu wakawa wanaswali, wewe hata ukifa, shekhe, ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, thawabu utakuwa umeipata kule kaburini. Wewe ulikuwa hai ulipanda mti wa matunda au mti wa kivuli, watu wakitembea wanakaa kwenye mti pale chini wakivutia kivuli. Wewe ukifa, ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa thawabu huko ulipo kaburini. Na ya tatu, watu wengi ndio hapa. Sahihi ya pili, alilmu, ile sasa wewe umesoma na kuifundisha. Ile ilmu kuifundisha, umesomesha huyu akamsomesha yule akamsomesha mwingine. Wewe ulianza ustadi, wewe unapata thawabu. Mfano kama mimi nimekaa hapa naongea haya niliyozungumza kwa sababu nimesomeshwa na watu wangu na ustadi wangu, basi yule ustadi pia naye anakuwa na fungu na kuna part kwa haya ambayo mnazungumza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalu alkhairi kafaili, mwenye kuongoza katika khairi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlipa kama alilofanya. Wewe umekuwa kwa kazi kwa maana ndugu yako Muislamu, time ya swala imefika, twende tukaswali. Yule akaenda kuswali na wewe ukaswali, walikuwa same na yule. Adalu alkhairi kafaili. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ilmu unapoisomesha basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukifa inakuwa ni sadaqatul jariya, utaipata huko kaburini. Kwa sababu wale waliokufa wallahi, laita na wakiamka sasa hivi warudi duniani watakusimulia yale yaliokuwa huko makaburini, wallahi ni hali nzito. Leo mtu anapofariki, anapowekwa kwenye mchanga, anapofukiwa, wewe sasa hivi ukiangalia hali yako na afya, unaoga, unavaa kanzu nzuri, unavaa perfume, unapaka perfume, itafika kipindi wewe hapo utakuwa hauzungumzi. Utakuwa wewe unaogeshwa, unageuzwa huku. La ilaha illa Allah, la ilaha, unageuzwa huku, unaogeshwa na watu. Inafika kipindi wewe hapo hauwezi kuvaa kanzu, hauwezi kuvaa suti, unavaa nguo ambayo kwamba haina thamani. Leo hii ukiwa hai ukiambiwa uivae, hauwezi taka. Leo mtu ambaye sasa hivi avae sanda, unaposha shilingi 10,000 na atakubali. Leo hii mtu anambia sasa hivi unapandishwa gari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jeneza, unaposha shilingi 10,000 na atakubali kuendelea na jeneza.
Kwa sababu tunaogopa kama tunaomba rabbana atina fi dunya hasana. Hii hasana ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, tukumbuke kwamba hii hasana kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto mwema ambaye kwamba ulimzaa duniani ukamwacha umekufa wewe baba, anasema Allahumma fili wa walidayya warhamhuma kama rabbani. Leo ni wangapi wamekaa chini nasema soma suratul Fatiha, suratul subhi sasa hivi na suratul Fatiha kwa sababu baba yangu amekufa. Ni nani amekaa chini anasema leo natoa sadaka hii shilingi 50 kwa sababu ya mama yangu aliyokufa? Wanazuoni na wasomi wanasema inapofika siku ya Alhamis kabla ya kuingia Ijumaa, siku baada ya maghrib, wale roho za marehemu, zile roho na nafsi za marehemu zinarudi duniani zikisema, ewe baba yangu, ewe mama yangu, nisaidie mimi hapa kwa dua, nitolee sadaka kwa sababu mimi niko huko kaburini, hakuna kinachonifaa zaidi. Lakini sisi tumekuwa, baba alikuwa hai, amekuachia gorofa, amekuachia nyumba, amekuachia biashara, amekufa, umemsahau. Hata kuzuru kaburi yake siku moja hakuna. Kuna watu hapa nazuru mkaburi Idi mpaka Idi, ndio nakumbuka baba yangu alikufa, mama yangu alikufa. Hii ni hasara kubwa ndugu zangu watukufu wa Islam. Baba yako amekufa, amekuachia nyumba, amekuachia pesa kwa banka, amekuachia wewe kufanya tu dua. Suratul Fatiha pekee yake, soma leo nasoma sura bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Mwenyezi Mungu, suratul Fatiha hii imwendee baba yangu. Unasema watoa sadaka, na sadaka pia ndugu zangu watukufu wa Islam ni chochote. Lakini leo hii kuna watu wanaoelewa tofauti, wasema kwamba sadaka mpaka usio na kitu fulani hata sweet pekee anasema mtoto mdogo ambia sweet tatu hii kwa baba yangu. Wallahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfanyia afueni, anafanya tafifu kwa alipo. Kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tujitahidi sana kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tujitahidi sana kufanya kazi ya Allah, kwa sababu unaambiwa kazi hii ambayo tunaifanya sisi hapa, kuzunguka, unaenda Migori, unaenda Homa Bay, unaenda Kisii, Sirare, hii yote kwa sababu ya kulingania watu. Sio kwamba sisi tunasoma sana, sio kwamba sisi tunajua sana, isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anambia balighu anni walau aya. Mimi nimefikisha hii aya sehemu ya Kiancha, na pia nikimalizia, alhamdulillah ndugu zangu watukufu wa Kiancha, nilikuja jana hapa mkanipokea vizuri na nikapata sehemu pazuri pa kulala, alhamdulillah nikapata chakula vizuri. Mwenyezi Mungu awalipe wote wale ambao kwamba wanaumwa, Mwenyezi Mungu awafanyie sahali maradhi yao, na inshallah tutakuwa leo ndio mwisho. Itapofika saa 3 saa 4 tutakuwa tunaondoka. Tunaomba dua zenu na Mwenyezi Mungu awajalie moyo wa kupenda dini, na Mwenyezi Mungu awajalie tuwe pamoja peponi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu watukufu wa Islam, ninaomba sana ndugu zangu wale waliokuwa hapa mtutembelee madrasa kule Busia, kwa sababu wengi wanakuja na kusema wana madrasa wana hii, lakini hakuna chochote. Lakini ningefurahi sana leo mtu anakuja Busia na nipigia simu, ustaz Muzammil baada ile kutoka Kihancha moja kutembelea madrasa. Wallahi tafadhali, sitaki pesa yako, kufika madrasa na kuangalia na kuona watoto, wallahi itakuwa ni furaha yangu kubwa sana kuliko unipatie pesa mimi kuja madrasa, inakuwa ni furaha kwangu. Kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, mpaka hayo au kwa maneno machache, wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.